Na ningependa pia kutoa shukrani zangu kwa watawa wote wanaofanya kazi ndani ya parokia yetu, pamoja na karizima mbalimbali au zawadi mbalimbali ambazo Mungu ametujalia katika mashirika yetu, na hizo karizima au zawadi mbalimbali ndio zinazoleta utofauti na chachu tofauti ndani ya parokia yetu. Kumbe nashukuru sana kwa huduma hiyo, kwa njia pekee zaidi kwa upande wa Mtumba, kwa sababu watawa wengi wanakaa upande ule, lakini hawakusita pia kusaidia katika kufundisha katika shule zetu, shule za msingi na shule za sekondari, na kwa mafundisho mbalimbali. Nashukuru sana. Nawashukuru pia makatekisa ndani ya parokia yetu kutoka Mtumba, kutoka Ihumwa na kutoka Mapinduzi, na hasa kwa mafundisho mbalimbali wanayatoa kwa wana sakramenti wetu, wale wanandoa na wale ambao watoto wa komunyo ya kwanza na kipaimara. Na kwa njia pekee leo ningependa kumshukuru katekista Mwalimu Charles kwa kuweza kuwasimamia hao wenzetu wanandoa mpaka wameweza kuhitimu. Safari moja huanzisha safari nyingine. Sasa twende tukajifunze, tukayaishi yale ambayo tuliyojifunza, na tuendelee kujifunza zaidi, kwa sababu kujifunza hakukomi. Asante sana. Shukrani zangu pia kwa viongozi wa kamati tendaji parokia, kwanza kwa pamoja wao, kwa ushirikiano wao, kwa kuweza kuratibu mambo mbalimbali kupitia mikutano tunayofanya, na mwisho wa siku kuweza kufikia maamuzi ambayo yanayojenga zaidi parokia yetu. Pia shukrani zangu za pekee kwa kamati tendaji za vigango vyetu, kigango cha Mtakatifu Matias Mtumba pamoja na kigango cha Familia Takatifu cha Mapinduzi. Nikichukulia mfano wa viongozi kutoka vigangoni, kwa kweli ningesema kwamba wao niseme kwamba ni jicho letu la pekee kama mapadre pamoja na makatekisa ambao wako huko. Mara nyingi utakuta kwamba wanachakalika zaidi. Wanachakalika zaidi. Nafikiri ukaa kwa umbali pamoja na makao yetu ya parokia kumewafanya waweze kuchakalika hivyo. Mara nyingi hawasiti kuja hapa kwa ajili ya kutafuta suluhu mbalimbali au mawazo, kutoa mawazo mbalimbali na ushauri. Ningependa kuwashukuru sana viongozi wa Mtumba kwa kuweza kusimamia hilo. Nina imani kabisa kwamba basi mpige makofi. Ningependa kuwaasa ili muweze kuendelea kushirikiana na uongozi wa kamati tendaji parokia, hasa kama mnavyofanya kwa mambo mbalimbali kwa ajili ya kujenga parokia yetu, hususan pia ngazi ya vigango vyetu. Shukrani zangu pia kwa viongozi mbalimbali wa vyama vya kitume. Kila chama kinapofanya kazi yake, huduma yake, utume wake, kwa kweli ndio inakuwa baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Chama hiki kinapokuwa na mkesha, chama hiki kinapokuwa na sala, chama hiki kinapofanya hivi, kwa kweli hiyo ndio inavyotakiwa, au hayo ndio yanayotakiwa ndani ya parokia yetu. Kumbe ningependa kuendelea kuwaasa na kuwakumbusha, tumeongelea juu ya chama cha Takatifu Rita wa Kashia. Tuendelee kujiunga na vyama vya kitume mbalimbali, na tunamshukuru Mungu tunaye baba hapa Mwashamba Baskofu, ndiye anayesimamia vyama vya kitume. Atasisitiza, nina imani juu ya hilo, tujiunge na vyama mbalimbali. Tutambulike kwa vyama vyetu, vitusaidie katika kusali, kwa sababu ni sehemu pekee itakayotusaidia ili tuwe karibu zaidi na Mungu. Shukrani zangu pia kwa waumini wote kwa majitoleo yenu mbalimbali. Kuna mengine yanatangazwa, mengine hatutangazi, lakini avumaye baharini ni papa, lakini wengine wapo. Kuna mengi yanayoendelea kwa ajili ya watu, hasa katika ujenzi wetu wa kanisa. Taratibu mtu anakuambia kwamba father, naomba namba ya account hii, niweke kitu fulani kwa ajili ya ujenzi wa kanisa.
pamoja na majitoleo katika jumuiya zetu, katika kanda zetu, lakini kuna watu binafsi wanaoendelea kufanya hivyo. Asanteni sana. Pia hata kwa sala zenu huko nyumbani ndio zinazoendelea kutusaidia kuendelea kuwa pamoja. Mara nyingi wanasema kwamba kujenga kanisa ni kuanzisha vita dhidi ya yule mwovu. Kwa hiyo tuseme hapana kabisa katika zile sababu zitakazotugawa ili tusiende mbele. Kwa hiyo tujitahidi sana kuomba ili tubaki tuwe wamoja, tuendeleze kazi hii ili tuweze kuwezeka kanisa hilo, na mwaka kesho tuseme kwamba ujio wa Mwashamba Baskofu, awe Mwashamba Baskofu mkuu au msaidizi, tuseme kwamba tutasali ndani ya dari ya kanisa letu. Tumshangilie, kwani haiwezekani? Basi tumshangilie Mungu kwa makofi kwa hilo. Jamani, kwa njia pekee pia ningependa kuwashukuru watoto waliosoma masomo ya leo. Kwa kweli walitubariki sana. Walisoma kwa ushupavu, kwa ushujaa. Kwa kweli wamekuwa walimu hata kwetu sisi ambao tunaosoma. Tuwapongeze kwa makofi tafadhali. Si wa somo la kwanza wala somo la pili. Watoto mara nyingi wanasoma vizuri sana. Mara nyingi wanamwambia katekista na masista kwamba siku moja mwachomeke kwenye misa ya wakubwa ili wawe mfano kwetu. Maana muda mwingine sisi tunasomea uzoefu, lakini daima tunapoenda kusoma neno la Mungu lazima tujiandae kama walivyojiandaa. Asanteni sana watoto kwa kuweza kusoma vizuri sana. Nashukuru pia watoto wa vipapa ambao wamejitokeza na walimu wao ambao walikuwa nyuma ya pazia katika kuandaa. Pia watoto wa vipapa kutoka Mtumba na hapa kwa nyimbo nzuri na michezo mbalimbali na mistari ya Biblia. Tuwapongeze kwa makofi matatu ya nguvu. Kwa wale ambao waliofanikisha sherehe yetu ya leo, nina imani kila mmoja wetu kupitia jumuiya, kanda, kigango umeweza kutoa majitoleo yako kwa ajili ya sherehe yetu ya leo. Ningesema asanteni sana, shukrani tena kwa kamati tendaji mliweza kuratibu na kuweza kusimamisha kamati ambayo imeweza kusimamia maandalizi haya ya sherehe yetu. Asante sana kwa viongozi wote, asante sana kwa viongozi wa kamati ya maandalizi ya sherehe hii. Naomba tuwapongeze tena pamoja na Mr. Changa pamoja na kamati yake, tuwape makofi matatu. Shukrani zangu kwa wale ambao pia waliopamba eneo hili mpaka limeonekana kweli eneo takatifu kwa ajili ya misa takatifu. Mwalimu Kapalata pamoja na jopo lako, masista na wale wote ambao waligusa mahali hapa mpaka pamependeza. Nilikutana na vijana hapa pia toka asubuhi walikuwa hapa kwa ajili ya usafi, pamoja na wakati wa mapambo vijana kutoka hapa na vijana kutoka Mtumba. Hongereni sana, kwa kweli Mwenyezi Mungu ndiye atakayewajazi. Asanteni sana. Tuwapongeze kwa makofi matatu. Tupo kwenye mwaka wa jubilei. Tupo kwenye mwaka wa jubilei tunapofahamu, na ndani ya jimbo letu tulienda kukutana na mababa maaskofu. Tulikaa pamoja kama dekano na kila dekania iliratibu utaratibu maalum kwa ajili ya kuenzi mwaka huu wa jubilei. Kama tulivyokuwa tunawatangazia, kuna utaratibu ambao unaoendelea ndani ya dekania yetu na kila parokia kuna utaratibu wake. Kwa hiyo kitu ambacho ni muhimu, Mwashamba Baskofu mkuu, sisi sasa waumini kwenda kuheshimu utaratibu huu. Kutakuwa na utaratibu unaonyesha kutakuwa na siku ambazo kanda zitaenda kuhiji kwenye kituo chetu cha hija pale Chamwino. Vikundi mbalimbali vitakuwa na semina mbalimbali juu ya elimu ya jubilei, juu ya elimu juu ya mwaka huu mtakatifu, neema, rehema kamili. Haya yote yanapatikana kupitia makundi mbalimbali kwa semina tukazipata, na kuhitimishwa kwa maungamo matakatifu au sakramenti ya kitubio.
Kwa hiyo naomba sana pale ambapo yatakapotufikia ratiba zile au taratibu zitakapoanza kugawiwa katika jumuiya zetu, naomba tuziheshimu. Sana sana tunazingatia taratibu zinazingatia kanda. Tutakuwa na siku maalum ambazo tutaenda kule Chamwino, kanisa la Hija. Naomba sana viongozi tuzingatie hilo ili tuweze kweli mwisho wa mwaka huu wa jubilei na sisi tuweze kupata rehema kamili. Uwezo kupata rehema kamili bila kutimiza vigezo ambavyo vimewekwa na mama kanisa. Na hivyo vigezo tutavipata kwenye semina ambazo utakazoshiriki katika kipindi hiki cha jubilei. Tarehe 24 tulienda Nzali kama wanadekania, na namshukuru Mungu Wanamtumba na Wanaihumwa parokia yetu ilienda kwa mtetemo. Tulienda watu wa kutosha. Naomba mjipongeze kwa makofi kwa hilo. Tulienda kwenye ufunguzi rasmi wa matembezi ya msalaba wa jubilei. Kwa msalaba wa jubilei utatembea dekania nzima. Tumeanza na Nzali, alafu kutoka Nzali msalaba utakuja Buigiri, kutoka Buigiri utaenda Chalinze, kutoka Chalinze utaenda Handali, kutoka Handali utaenda Iyumbu, kutoka Iyumbu utakuja Ihumwa, kutoka Ihumwa utaenda Hombolo, kutoka Hombolo utapita Mtumba, kutoka Mtumba utaenda Vikonje, na kutoka Vikonje utaenda Chamwino ambako tutahitimisha kwa misa takatifu mwezi wa 12. Kwa hiyo mazingira, mama kanisa ametuwekea haya mazingira mazuri ya kuchota neema ya Mungu. Kitu ambacho ni muhimu kwetu sasa ni kuwa tayari na kuridhia kupata neema hizo. Maana unaweza kumpeleka ng'ombe kwenye maji anywe, lakini yeye mwenyewe anaweza kaweka mdomo tu kwenye maji na asifanye nini? Asinywe. Kumbe tusiwe kama hivyo. Kweli tutumie nafasi hii ili tuweze kupata neema hizo. Kumbe ningependa tena kusema asante sana, asante Mhashamu Baba Askofu. Tunafikishia salamu zetu za dhati kwa Baba Askofu Mkuu Beatus Kinyaia, hasa kwa kuweza kuridhia kukutuma wewe kuja kuwa nasi mwaka huu. Tunaomba sana, tunaendelea kuombea katika utume huu ili Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki. Nashukuru sana kwa waumini wenzangu parokia Ihumwa. Nashukuru sana wageni wetu ambao tuliwaalika na mmetuheshimisha, mmekuja. Asanteni sana, tuendelee kutembea kwa pamoja na hasa kumtangaza Kristo mfufuka katika maisha yetu ya kila siku. Basi ningependa kumsimamisha baba, sote tusimame. Ningependa kumsimamisha baba ili aweze kutupatia maneno tena ya nasaa kabla ya kuondoka kwake. Baba, baba, baba huyo, baba, baba huyo, baba, baba huyo, baba huyo amependeza na mavazi